Fresh. Mimi nakupenda mwenzio. Amina mjamuona huko? Amina tena wakati mimi niko hapa Jumbe. Amina hajafika. Sina mta. Amina hayupo. Au Nuru sina zile shepu. Mbona mimi ninazo? Mimi na kasoro gani? Yako ni utani. Utani gani sasa? Mwenzako mbona unanifanyia hivyo afu unageuza shingo? Niangalie basi. Nini tena? Acha bwana. Mambo. Wewe, yaani unatembea kama unaruka. Yaani mimi nimefika hapa, nimekuangalia, nimeuliza hao. Nasema hujafika. Wenzetu basi. Sasa leo wapi? Yaani tukakae kule? Saga ndio. Haya, poa. Sasa jamani. Poa. Haya. Mama achelewa. Ndio story yangu inakumalizia. Leo nakumalizia story. Usifika tokea wapi? Mimi kanisika hapa. Yaani natamani siku dunia ipasuke nimfiche. Ndio kwa mambo ya watu tu. Mbodishia ua. Yeye anajua mwanamke kana hapa kijijini dada. Ana uzuri gani? Mimi nimekuulizia hapa na hujafika, hajakuona. Basi mimi mwanzo uje nikwaje? Polepole sasa, polepole. Wewe ndio umelaza damu na rafiki yangu wewe. Yeye anajisikia yule msichana. Simpendi yani. Machungwa. Machungwa. Shilingi 100. Toka machungwa 500. Eka. Sasa leo nataka nikupe ile hadithi ile ya kuhusu ile joka lile. Lile joka lile uloniambia sijui hadithi ya boka. Ehe. Hiyo ya boka hiyo. Basi zamani babu yangu aliniambia. Yaani kulikuwa hakuna mito, hakuna makorongo kama unavyoyaona haya. Unaona korongo hili halikuwepo zamani. Sasa ilikuwaje mpaka yakawepo ya makorongo? Ndio historia yake. Ndio kwenye hilo joka hilo linaitwa boka. Ilikuwa kule na kakule milimani, unaona milima ile. Sasa ndio lilikuwepo hilo joka kubwa. Unajua kubwa? Linatisha yani, joka kubwa. Sasa ilifika wakati lile joka lilitaka lirudi lilikotoka mbinguni. Kwa sasa nakwambia siku hiyo ilinyesha mvua kubwa. Unajua mvua kubwa? Sasa ndio siku hiyo ilikuwa balaa, yani likanyesha limvua likubwa. Mvua ambayo haijawahi kutokea hapa kijijini. Ilianzia kule mlimani kule. Ile mvua kwa ukubwa ule ikawa imenyesha kule, inashuka huko. Yaani hapa nakwambia haijawahi kutokea ile mvua, yani mvua inanyesha mpaka mnaona mpo ndani, mnaona kama nyumba inataka kudondoka, yani usijui unaelewa hiyo. Nyumba inataka kudondoka yani kwa sababu ya ile kishindo cha mvua kile. Sasa. Sasa wewe ule Nakula. Nyumba ile inajengwa kwa matope. Nyasi. Kwa sasa alivyotokea mafuriko watu walikufa
yaani maji yamejaa, yaani milima ile ilikuwa inatiririka maji mengi hivi. Ninavyokuambia unaona mawe haya yote yalikuwa kutoka kule milimani, yaani ilikuwa palichafuka, yaani palichafuka kwa balaa. Kwa hiyo lijoka lile lilikuwa linatangulia. Kwa hiyo ninavyokuambia hivi, hii mito hii bila huyo Boka isingetokea. Yaani hivi unavyoona, sijui kuna mto Ruvu, sijui kuna mto Morogoro, sijui kuna mto Geta, sijui na mito yote unayoiona wewe, mpaka ile kutokea kule baharini, na mito inamwaga maji moja kwa moja baharini kule. Kama ushawahi kufika Dar, kuna sehemu kuna bahari kule Dar kule, sawa, mpaka kule kuna mito inaingiza maji kule. Boka kazi yake nyoka, mwisho wa siku limeishia baharini. Sasa kufika kule baharini, joka lile likaingia baharini, baadaye likapaa likaenda mbinguni. Sasa hapo ndipo ilipotokea sasa, unasikia sijui kuna mto Morogoro, sijui mto Ruvu, sijui mto Mgeta, mito hii yote hii unakuta inaenda kuishia baharini. Sasa ile joka limeishia baharini. Tuishie hapo bwana, sitaki tena. Sitaki nini sasa? Natisha. Natisha. Alafu kesho zanadisia hadithi nyingine, ile ulinadisia kidogo. Napenda Kibwetele, alafu nitaka leo. Unajua leo nitaka nianzie Kibwetele leo. Na bahati. Ndio. Kibwetele. Bwana kanywa nyumbani leo tumezurura, mama atanisema. Naondoka nao, wewe ondoka nao hiyo hapo. Nyonyeka mgendako genda shuleni, nyonyeka mgendako kulivunga tukalale na msomo, nyonyeka mgendako nyonyeka mgendako na msomo, nyonyeka mgendako nyonyeka mgendako genda shuleni salifunga tukaole na msomba, nyonyeka mgendako tukalale. Jua kali Ina haki mchoke. shikaona. Marahaba za huko tokako. Haya, asante kwa matunda. Sio yametoka hapa. Wajumbe, Bora umekuja shoga yangu. Mwanamke jiko. Mboga hii hapa, kuni zile pale ndani, kuwasha moto. basi ngoja nikaoge jipoze mwili. Jua kali limenichoma. Lazima kidogo nipate nguvu. Nikaeke ndani. Jua kali, mwili wote wa moto ni upoze. Una haki useme jua kali. Kutembea kutwa nzima, jua yaka la utosipi. Msichana uko barabarani, umeenda mama lai. Unapozula nenda. Sikai jikoni nakwambia. Haya. Toto sio sikia, jua kali. Tulieni nyumbani wapi? Viguru na njia bila kumuona Jumbe huna amani. We Jumbe, mtoto wa kiume utulii kwenu, kutwa kiguu na njia. Hawa dada, si nimekuaga wakati natoka asubuhi, si nimekuaga. Sasa wewe ukisema kwamba mara nilienda kijiweni, mara nilienda hivi, afu mimi unajua tena dadako ndo kila kitu yani kimeshafeli. Niko zangu tu hapo kijiweni hapo. Uliniaga wapi? Sema unatoka kwa Amina hivyo. Una lolote? Dada, kila wakati Amina. Mimi nikwambia niko hapo, nilikuwa na shikaji, nilikuwa napiga story.
Kijiwe gani mdogo wangu, kwani mimi sikujui wewe bwana wewe? Kwa hiyo shamba hujaenda? Hapo naona nimekuja zangu hapa, nitaka nichukue nguo hapo nibadilishe niende zangu shambani. Jumbe unaboa bwana. Yaani unaniboa kwa kweli, sikufichi unaniboa mdogo wangu. Yaani wewe Amina, yaani kwa Amina ndo anakuchanganya. Una lolote kwamba sisi nilikuwa kijiweni, nilikuwa wapi? Ulikuwa kwa Amina. Kwani mimi sikujui wewe? Ila mimi naomba unisamehe. Yaani Jumbe wewe una mambo meusi kweli yani. Sasa kwa nini hujaenda shamba? Yaani toka asubuhi mpaka saa hizi, saa 6 hii. Hujaenda kuangalia vibarua, unategemea nini sasa? Yaani mdogo wangu umezidi. Kila saa kwa Amina. Muoe basi tujue moja. Hapo wenyewe hatujajua ndani huko kweupe, fanya nenda shamba kaangalia vibarua tujue mambo mengine bwana. Haya, sawa. So sawa, sasa pitia kwa Amina. Maana nakujua utaenda kufuata Amina uende na shamba. Alafu narudi hapa saa 12. Nani anakuambia mimi naendaga na Amina shambani? Umezidi mdogo wangu. Amina. Oa basi. Umeona siku hiyo? Na hiyo tulikuona kule tena. Tulivyoenda kuna kuoga kule. Ndugu yangu nakwambia sokea Jumbe. Nakwambia na kwa yangu kaambia usiwazi damu. Unaoka uende. Baini kasema tena kuongea naye. Maana kidogo kule kumkumbeka sitokee. Alikotokea yule Amina. Anaotaga matukio muhimu. Yaani yule Amina ananikera yule. Yaani ajua vitu, yaani ajua kwenye moyo wangu. Laiti alikuwa ananijua yule binti yule. Hata asinge na mimi. Wewe na kurudi nyuma hata wewe mzangu unajipeleka. Unajipeleka hapo tena na wewe. Alafu huyo shoga yenu Amina huyo. Huyo Amina nakwambia muda wote na Jumbe. Yaani kama kumtumbi na senene. Hata mapacha yenyewe atembei pamoja. Mkangu amezidi na ule sultani sasa. Yaani muda wote yani yeye ndo ajiona naye kazidi kuwa sana mbabe. Yule Nuru naye nimwambiaje? Fanya mpango sikangu mchukue sultani. Umeona? Jamani mapenzi mubashara. Muda wote mara sultani. Mara Jumbe. Yaani wanaume wote wazuri kawachukua yeye. Hii ukoje? Shoga yangu yule naye yule anataka kumchukua yule sultani, amchukue na yule nani Jumbe. Sasa uone. Nuru mzangu kazidi mbaya. Kazidi mara bwana nyati bwana wewe. Ndio anachokuwa unakiongea. Kitu gani? Sultani. Kitu gani mmekuwa mnajaa umbea tu? Kwani sultani kijiji kizima uko wewe peke yako baba? Wivu tu mwaja wanawake kati umbea tu kuongea. Umbea unaojua? Umbea tunaongea gaidi hadharani umbea. Ulikotoka kwa kwema. Yule Jumbe kibaraka tu. Halo. Mapenzi gani hapa ulikuwa nayo wewe? Mapenzi gani? Ulikuwa nayo wewe mapenzi gani? Nyie. Pia nikwambie wewe. Ukweli lazima tukwambie, umeelewa? Yaani unanyang'anywa tonge mdomoni na wewe umekaa teni. Upo yani wewe baba. Uelewe. Wewe kaa tu. Nyie, dawa yenu unachemka. Dawa yenu ni ndonga moja. Tumotu. Piga ndonga. Ukuchakaze sasa hivi. Jaribu uone. Yule moja tu mnatoka mmaliza zumbea. Na kuhusu nini? Hapo yadai kiiva hiyo. Itubie tu. Maana tunaisubiri kwa hamu zote. Muone pale. Kwenda bwana ukuemea muangalie. Muone pale. Kwanza ya shati ulovaa nyeusi na kula yako kama kula na doti. Muone pale. Peleka huko. Kwenda huko babu. Umezidi sana, mwanaume unatakiwa romantiki. Unakuaje mwanaume tuba wewe? Toka unabebewa mzigo. Wewe vipi? Kuzungumzie wewe nani? Nyingine usiingilie kamuza wa dada. Wege. Hayo. Lako hilo. Ila shoga yangu. Tungeumbuka leo. Hapa yetu kwa tunajinaniliwa tunajikaza tu hapa. Tukakula na kupita kupiga nyonga. Halo. Tabule huyu. Alikuta mimi ndio nataka kumpigia kama nini? Yaani mmoja yako Odi. Asante. Karibu. Asante, shikamoo. Baba vipi hali? Safi za hapa. Nzuri za nyumbani. Jema. Mama samani kwa namuulizia Amina yupo? Amina nimemtuma huko bondeni kwenda kutafuta mboga. Yaani leo siku nzima sijamuona. Na nyie, kaa kumbi kila anapoenda mwenzie na mwingine yuko nyuma. Hamna mama. Sasa hivi anarudi lakini hatoka muda mrefu. Basi sawa, akirudi basi mama mwambie nimekuja.
nitakuja. Haya, hamna shida. Dada ya jambo lakini. Jambo yupo nyumbani. Msalimie, mwambie naye asitembelee, sio anakaa tu nyumbani moja kwa moja. Yaani unajua watu wa mjini na hivi milima hivi anaogopa kabisa kutembea. Na huko tukamili, mwambie atembee sasa milima imzoee. Sawa, tutafika. Haya. Haya mama. Haya, karibu. Haya mama. Haya. Haya, asante. Haya, akija. Haya. Unajua nakupenda sana Amina. Sasa unajua kuna kitu kimoja kinaniuzi sana. Yaani kijiji kizima kinaongelea Jumbe, 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 Jumbe. Yaani hili swala linanikera sana. Jumbe anakupeleka wapi wewe? Mara bustanini, mara kwenye mawe na Jumbe. Unajua unaniuzi na hilo swala. Mimi nimepata rafiki yangu. Hakuna urafiki kati ya mwanamke na mwanaume. Ulishai kuona wapi? Rafiki yangu tu jamani. Hamna urafiki. Wewe vipi wewe? Jumbe, Jumbe. Sitaki tena kusikia habari za Jumbe. Unanielewa? Sitaki kusikia tena habari za Jumbe. Nakupa onyo la mwisho. Sitaki kusikia tena habari za Jumbe. Sasa nikikuona tena na Jumbe, nitapiga niue mtu. Wajidai tu kama unanisikiliza hapo unisikilizi. Nitapiga niue mtu. Sitaki nikuone na Jumbe. Oho. Nuru! Yaani bwana mambo yake huyu. We Nuru! We Nuru we! Taki, ngoja tukuone na wewe kama we Nuru! Baba unatekenya kwa nguvu mimi naumia. We Nuru!